Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia, na tayari katika line niko naye mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na utawala bora, Venance Mulokozi. Venance, mambo vipi? Salama kabisa. Bajeti tayari imesomwa bungeni jijini Dodoma. Kwa mwananchi wa kawaida anatakiwa kupata tafsiri gani? Lakini pia ni kwa namna gani ambavyo hayo maeneo ambayo yameongezewa kodi yasionekane kwamba yameathiri moja kwa moja mfumo wa maisha wa mwananchi wa kawaida? Ndio, kwanza kabisa tufahamu maana ya budget kwa ufupi, ili Tanzania aweze kuelewa budget ni kupanga na kukusanya na kutumia fedha za umma kwa ajili ya kuweka mipango ya maendeleo na kuendesha shughuli za serikali. Sasa bajeti hii ya 2025-26 ya takriban trilioni 56.49 ambayo imesomwa jana na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, imeweza kugusa maeneo mbalimbali. Kuna sehemu ambapo kodi ama ushuru umepunguzwa na kuna sehemu ambapo kuna ongezeko kidogo, ambapo tumeona katika kuongezeka kwa ushuru kwenye baadhi ya mambo kutagusa wananchi wa hali zote, ikiwemo wananchi wa kipato cha chini, wananchi wa kipato cha kati na wananchi wa kipato cha juu. Ukiangalia kwenye upande wa wale watu wanaopendelea kubeti, kwa lugha ya vijana wanasema wazee wa kubeti, tozo na ushuru unaongezeka kwenye mikeka ambayo watakuwa wameweza kushinda. Kwa hiyo zile gharama za watu kwao inaongezeka. Kwa hiyo itaathiri moja kwa moja kwenye mchakato mzima wa betting. Pia katika kwenye tozo zimeongezeka pia katika tiketi za ndege na treni ya haraka ya mwendo kasi ya SGR. Kwenye upande wa treni imeongezeka shilingi 500 na kwenye upande wa ndege imeongezeka shilingi 1000 kama sehemu ya tozo ambazo zitatumika katika kuendesha huduma kuendesha huduma kwa huduma. Pia katika unafuu upande wa bodaboda ushuru au kodi au gharama za usajili zimepungua. Kwenye kusajili bodaboda wao wana kicheko, umetoka 340,000 kwenda 170,000. Kwa hiyo wao kwa upande wa usafirishaji kwenye bodaboda wamekuwa na unafuu. Na kwenye watumiaji wa NHP ushuru wa bidhaa umepungua kwa upande huo. Pia katika upande wa matumizi ya gesi, ile mitungi ya gesi, kwa upande wa mitungi ya gesi tumetoka msamaha wa VAT, hivyo itapunguza gharama za upatikanaji wa gesi. Kama tunavyofahamu sasa hivi tumehamia katika nchi kwa ujumla imehamia katika matumizi ya gesi. Kwa hiyo hii mitungi kupitia kuweka msamaha wa VAT katika mitungi ya gesi ya kupikia italeta unafuu kwa wananchi wa chini, wananchi wa kipato cha kati. Pia mamlaka kwa wafanyabiashara, mamlaka zimepiga marufuku kufungia biashara. Yaani ule utaratibu wa unaamka asubuhi mamlaka fulani inafungia biashara. Jana kwenye bajeti ambayo imesomwa na Mheshimiwa Waziri, wamepiga marufuku kufungia biashara. Hivyo hii inaweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara kwa biashara zao wakiwa na uhakika wa kutofungiwa ghafla. Upande wa mwendo kasi, katika mwendo kasi zile gharama za uendeshaji, ukataji tiketi, kodi imepungua ambayo ilikuwa inakatwa kwenye gharama za uendeshaji na tiketi, kukata tiketi na gharama kwa ujumla 25% imeweza kupungua. Pia kwa wastaafu ambao walikuwa wanapata pension kima cha chini 1,125,000, wao wamepata nafuu. Kima cha chini kitakuwa inaanzia 2,50,000. Bajeti hii serikali imeweka asilimia 24.8. Asilimia 24.8 ni kwa ajili ya kulipa deni la taifa ambalo kwa sasa limefikia trilioni 106, ambao madeni haya yanapozidi kuwa makubwa bila kuyapunguza
ile gharama inaenda kuwaumiza wananchi, na ndio maana serikali ikaweka 24.8 kwa ajili ya kupunguza deni ili kuweza kubalance, ili maisha ya wananchi wa hali ya chini wasiweze kupata kadhia kubwa. Ndio. Shukrani sana. Tuangalie vitu kama sukari, chumvi na mambo mengine kadha wa kadha ambayo ni mahitaji muhimu ya kila siku ya mwananchi wa kawaida, lakini bado na yenyewe yameonekana kuguswa kwa namna moja ama nyingine. Hili unaliongeleaje? Kwa mfano kwenye mahitaji yale ya kawaida kabisa ya muhimu kwa wananchi, serikali imeweka kwenye wizara husika, kwa mfano kwenye miradi ya kimkakati usimikaji wa viwanda vya sukari, mfano kiwanda cha Mkulazi kimeongezewa nguvu katika bajeti hii ili kuweka uzalishaji wa sukari ambayo inapatikana ndani, kwa sababu sukari ambayo inazalishwa ndani kwa wingi inapunguza gharama kubwa kuliko kuweka nguvu kwenye ushuru au kuweka nguvu kwenye kuuza ushuru kununua sukari nje, inakuwa haijafanyia kitu chochote. Lakini serikali imeamua kuweka nguvu kwenye mradi wa kiwanda cha sukari Mkulazi kwa lengo la kurahisisha upatikanaji sukari kwa bei nafuu ambayo inazalishwa ndani. Na kwa upande wa mahitaji ya kila siku, pampers za wamama, za watoto zimeweza kupunguzwa kutoka, ile ushuru umepunguzwa kutoka 35 mpaka 25 ili kuwarahisishia wamama wanaojifungua kupata bidhaa za pampers kwa bei nafuu na waweze kuendeleza shughuli na malezi ya watoto. Shukrani sana. Kwa upande wa magazeti, upande wa magazeti ambayo yanatolewa kila siku, serikali imeondoa ongezeko la thamani. Kumekuwa na msamaha wa ongezeko la thamani, yani VAT. Kwa hiyo sasa hivi magazeti yatakuwa yanapatikana kwa unafuu na uzalishaji kutokana na kuondoa ile ushuru wa ongezeko la thamani kwenye bidhaa. Nikushukuru sana, na neno lako la mwisho, bajeti hii kwa ujumla wake, picha yake kwa labda mwananchi wa kawaida ambaye kupata mwanya wa kufuatilia, hebu mpe picha kamili kwa dakika chache. Kwa bajeti hii ambayo imesomwa jana, kwa upande wa mwananchi ambaye kupata muda wa kuifuatilia, kwanza serikali imeongeza makusanyo ya ndani kwa sababu bajeti iliyopita 67% katika vyanzo vya mapato vya bajeti vilikuwa vinategemea mapato ya ndani, lakini sasa hivi serikali imeongeza hivi serikali inategemea mapato ya ndani 71% katika vyanzo vya mapato vya bajeti, na ile asilimia ya utegemezi imepungua. Kwa sasa hivi serikali ile hazma ya Mwalimu Nyerere ya kufanya nchi na serikali kujitegemea naanza kufikia hiyo ndoto kwa asilimia fulani, kulinganisha na bajeti zilizopita ambazo tulikuwa tunategemea sana fedha za wahisani na wadau, lakini sasa hivi tunategemea fedha za mikopo wahisani kwa asilimia 29 tu. Kwa hiyo kuna mwelekeo mzuri, kwa sababu kiuchumi kwenye political economy, yani siasa ya uchumi, tunaangalia sana nchi kujitegemea, na nchi inapojitegemea katika bajeti, maana yake inaweza kujiendesha yenyewe bila kutegemea mikopo ya nje ambayo ina masharti makali sana ambayo yanaumiza wananchi wa kipato vyote. Kwa hiyo kwa hii 71% kutegemea makusanyo ya ndani jambo la nzuri sana. Na kwa upande wa 24% ambayo imetengwa kwenye kulipa madeni haya ya nje, madeni ambayo tuko nayo yatasaidia kufanya deni la nchi kupungua, maana sasa hivi tunadaiwa ya trilioni 102.7 trilioni. Kwa hiyo tunapoweka jitihada kupunguza deni kwa 24.8, unapunguza mzigo mzito ambao unaweza kuja kuathiri kwa vizazi na vizazi. Kwa hiyo bajeti hii imelenga katika kutegemea vyanzo vya mapato vya bajeti na si fedha za wahisani kwa asilimia kubwa.